manukato, 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 kama Zaburi ya Daudi, kama Zaburi ya Daudi, manukato, 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 Hosiana, 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 Hosiana. Barikiwa, 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 wewe barikiwa, 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 kijana barikiwa, 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 oh barikiwa, 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 oh barikiwa, 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 oh barikiwa, 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 mpenda Yesu, barikiwa kijana, barikiwa, 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 Morogoro, barikiwa, 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 barikiwa. Hey, haleluya, 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 haleluya. Mungu wetu na Baba yetu, ulimwambia Yehoshafati asiogope, na ukamwambia kwamba utalitia jeshi lote kwa kutumia vijana, vijana wa maliwali wa majimbo, na ukawakutanisha wale vijana. Baba, tumekutana hapa, na kukutana kwetu Paulo anasema tusikutanike kwa hasara bali kwa faida. Yuko kijana mmoja hapa ataondoka akiwa ametiwa moyo, ataondoka akiwa ametiwa matumaini, ataondoka imani yake ikiwa imara, ataondoka akiwa amempokea Yesu, ataondoka akiwa amesimama imara na Bwana, kwa sababu wewe umetukutanisha vijana. Sante kwa ajili ya viongozi wetu, sante kwa ajili ya baba askofu, sante kwa ajili ya msaidizi wa askofu, sante kwa ajili ya katibu, sante kwa ajili ya wakuu wa majimbo na mkuu wa jimbo hili, asante kwa ajili ya wachungaji, sante kwa ajili ya wainjilisti, sante kwa ajili ya waparishweka, sante kwa ajili ya wazee wa makanisa, sante kwa ajili ya kamati zote na kamati iliyosimama, kwa ajili ya mchungaji mratibu wa vijana. Baba, ninakutukuza, maana ninajua maandiko yanatuambia, nani aliyeudharau mwanzo wa mambo madogo? Nani aliyeudharau mwanzo wa mambo madogo? Kuwa maono haya na uwanja huu utakuja kujaa isivyokuwa kawaida, na neema yako itaonekana na kibali chako kitaonekana. Asante pia na nyenyekea kwa kunipa nafasi na mimi Bwana niseme kitu kwa watu wako wa thamani uliowaokoa kwa damu yako, ukawaita kwa majina yao, kwa kabila zao, kwa koo zao,
kwa jamaa zao, kwa nyumba zao, maana ninajua kama Yesu haujarudi ndani yetu hapa kuna wachungaji, kuna wainjilisi. Kama Yesu haujarudi hapa kuna wafanyabiashara, wamilionea, mabilionea. Kama Yesu hujarudi hapa kuna wakuu wa majimbo, kuna maaskofu. Kama Yesu hujarudi hapa kuna wanasiasa, kuna viongozi. Kama Yesu hujarudi hapa kuna watu ambao wataibadilisha sio tu Morogoro na Tanzania na dunia kwa ujumla. Nami nimepata thamani na kibali cha kuongea nao. Bwana, nipe neema kwa utukufu wa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Shangilie Bwana kwa neema yake. Ni mema si ya mabaya, ili niwape matumaini ya siku zijazo. Na wapenda, waambieni wenye huzuni, waambieni wenye huzuni, tulizeni wenye majeraha. Waambieni, waambieni wache waone, tuna Mungu mwingi wa upendo. Oh, alitukuta tukigaga dhambini, akatutoa, katuosha na kutusafisha. Ametuahidi uzima wa milele. Waambieni, waambieni wenye huzuni, tulizeni wenye majeraha. Waambieni wache waone, tuna Mungu mwingi wa upendo. Alitukuta tukigaga dhambini, akatutoa, alafu katuosha na kutusafisha. Ametuahidi uzima wa milele. Samueli wa kwanza sura ya 18 mstari wa 5. Samueli wa kwanza sura ya 18 mstari wa 5, maandiko matakatifu yanasema, basi Daudi akatoka kwenda kila mahali alikotumwa na Sauli, akatenda kwa akili. Sauli akamweka juu ya watu wa vita. Jambo hili likawa jema machoni pa watu wote na machoni pa watumishi wa Sauli pia. Sasa pale Dodoma ninaabudu usharika mmoja unaitwa Mwangaza. Siku moja niliwafundisha jambo, nikamwambia tajiri mmoja alikuwa na wafanyakazi wawili, akawa anatakiwa kusafiri kwenda mbali. Akawa anajiuliza, katika wale wafanyakazi wawili nani atamweka awe juu ya mwenzake, yani nani awe top katika wale wawili. Wakati anaendelea kuwaza, mbwa wa yule tajiri akazaa. Mfanyakazi mmoja akaja akamwambia, bosi, mbwa amezaa. Akamwambia, watoto wangapi? Akasema, nakuja. Akaenda akarudi, akasema, bosi, watoto 10. Akasema, madume mangapi, majike? Akasema, oh sorry, I'm coming. Akaenda akasema, majike 6, madume 4. Akasema, okay, kuna wenye madoadoa na barakaraka labda. Akasema, I'm coming soon. Akarudi akasema, watatu wana madoadoa, wengine wote walobaki nini. Bosi akapata kitu kwenye akili yake, akamuita wa pili, akasema, nasikia mbwa amezaa, kwa hiyo nenda kaangalie. Huyu wa pili akaenda akatumia nusu saa, alafu akarudi akasema hivi, samani bosi, nimechelewa kidogo kurudi. Ni kweli mbwa amezaa, alafu amezaa watoto 10, madume ni 4, majike ni 6, na katika wale mbwa wote waliozaliwa 3 wana madoadoa. Lakini sasa unisamee, nimechukua muda mrefu kidogo, kwa sababu kuna mbwa mmoja inaonekana sijui ni wa mwisho kuzaliwa au wa kwanza, yani wenzake wanamuonea kweli, anyonyi vizuri kwa uhuru. Kwa hiyo nilibaki pale, nikamtenga akae peke yake na mama yake anyonye, alafu baadaye ndo nikaja nikamuunganisha na wenzake. Automatic ukiwa bosi unajua nani wa kumwachia nyumba. Akatenda kwa akili. Kuna mtu aliandika kitabu kinaitwa Mwanangu nipe moyo wako, akili baki nazo uzitumie.
Mungu akatazi kutumia akili, anakataza kuzitegemea akili. Tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Lakini pia Biblia inasema tumieni akili ipasavyo, msizitegemee lakini mzitumie. Na mimi nataka nikuonyeshe, Daudi akaenda kila mahali alikotumwa na Sauli, akatenda kwa akili. Sasa mimi nimechambua haraka haraka akili 5 ambazo Daudi alikuwa nazo, ambazo na hizo zitakusaidia kwenye maisha yako, ili unapoondoka kwenye kongamano hili at least unaenda kuchukua akili moja basi una apply, alafu unaona ina work or not, kwa sababu theory must be proved. Bila hivyo inabaki kuwa theory. Kwa lazima tuangalie, je, hizi akili alizofundisha Mwalimu Kumbo, ngoja nichukue kamoja tu ni testi pale. Akili namba 1, kujipanga kabla hujapangwa. Hiyo ni akili ya kwanza ya Daudi, akili ya kujipanga kabla hujapangwa. Yesu nakupenda, umali yangu, anasa. Shikilia. Wengi mnaimbaga anasa na dhambi. Sio anasa na dhambi, anasa za. Angalieni kwenye tumwabudu Mungu wetu na tenzi, ni anasa za, sio anasa na, ni anasa za. Kuna anasa ambazo sio za dhambi. Ukatoka hapo ukaenda kwa Shirima ukanunua kitimoto wako kilo moja ukaweka na Pepsi baridi, kuna dhambi hapo? Kwa hiyo ni anasa na. Yesu nakupenda, umalia, anasa za dhambi sitaki kwangu, na Mwokozi aliye niokoa, sasa nakupenda. Kwa hiyo akili ya kwanza ni kujipanga kabla hujapangwa. Kwenye maisha haya ukitaka kufanikiwa kama kijana, anza kujipanga kabla hujapangwa. Kwa sababu kwenye maisha haya nimejifunza, usipouza utauziwa, na ukikaa vibaya unauzwa. Usipoishi utaisha na kuishia. Kwa hiyo kuna vitu vya kujipanga kabla hujapangwa. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 17 mpaka wa 23. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 17 mpaka wa 23. Maandiko yanasema hivi: ndipo Yese akamwambia Daudi mwanawe, haya sasa uwachukulie ndugu zako efa ya bisi na mikate hii 10, nipeleke upesi kambini kwa ndugu zako, ukampelekee na akida wa 1000 yao jibini hizi 10, ukawaangalia hali gani, kisha uniletee jawabu yao. Basi Sauli na watu wote wa Israeli walikuwa katika bonde la Ela wakipigana na Wafilisti. Daudi akaondoka asubuhi na mapema, akawacha kondoo pamoja na mchungaji, akavitwaa vitu vile, akaenda kama Yese alivyomwamuru. Chukua mikate, chukua jibini, chukua bisi, wapelekee ndugu zako, wako vitani. Kaka yake wa kwanza Eliabu, wa pili Aminadabu, wa tatu Shama. Wote hawa walikuwa ni askari kwenye kikosi cha Sauli, wako vitani. Daudi, peleka chakula ukawaangalie wanaendeleaje. Daudi akatoka kama Yese alivyomwamuru, akabeba vile vitu alivyoambiwa avichukue. Kwa hiyo akaondoka kama vile ambavyo Yese baba yake alikuwa amemwamuru. Akafika penye magari wakati lile jeshi walipokuwa wakitoka kwenda kupigana, wakipiga kelele za vita. Nao Waisraeli na Wafilisti wakajipanga jeshi hili likikabili jeshi hili. Basi Daudi akaviacha vile vyombo vyake katika mkono wa mlinda vyombo, akalikimbilia jeshi. Akafika akawasalimu ndugu zake. Hata alipokuwa akisema nao, kumbe alama ya mshangao, yule shujaa alitoka, yule Mfilisti wa Gati, jina lake Goliati, akitoka katika jeshi la Wafilisti. Akasema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. Kwa hiyo Daudi amefika pale, Goliati akaanza kutukana kama kawaida yake. Waisraeli,
Daudi akasema okay, what is going on here? Sema huyu jamaa ni kawaida yake anakuja hapa anatukana, alafu sasa hakuna mtu anayeweza kwenda kuongea naye. Mwamba kabisa, pande la baba lina uwezo, alafu sio mchezo. Ukienda kuangalia alikuwa anavaa mabamba hapa yake ya kifuani, ukikadiria uzito wake, alafu alikuwa ni jitu kubwa sana. Daudi akasikia anavyoongea, akasema okay, twende mstari wa 40. Samueli wa kwanza hiyo sura ya 17 mstari wa 40. Uone sasa umuhimu wa kujipanga kabla hujapangwa. Anasema hivi: akaichukua fimbo yake mkononi, akajichaguliwa mawe laini 5 katika kijito cha maji, akayatia katika mfuko wa kichungaji aliyokuwa nao, maana ni mkoba wake, na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule Mfilisti. Nyumbani aliambiwa hivi: chukua mikate, chukua bisi, chukua jibini, wapelekee ndugu zako. Wakati anaondoka, akabeba na fimbo, akabeba na kombeo, akabeba na mkoba wake. Wale ambao mlikuwa mnaishi maisha kama ya kwetu ya zamani, ukitumwa unaangalia mama akishakupa hela, akigeuka tu kulia au kushoto, unachomoka na lingi lako, yale malingi ya baskeli. Na mama akikuona umeondoka na lingi, anaweza akakufukuzia mpaka dukani, maana ukiendesha sana lingi unapoteza hela yake. Kwa hiyo Daudi akachukua na vitu ambavyo baba yake hakumwambia avibebe, vitu ambavyo alivichukua kutoka kwa baba yake. Aliagizwa mikate, haikuua Goliati; jibini hazikuua Goliati; na ukiangalia sijui bisi hazikuua Goliati, bali fimbo pamoja na kombeo pamoja na mkoba aliyotunzia yale mawe. Unajifunza nini? Kuna wakati anza kujipanga mapema. CV yako edit, weka kwenye simu yako, tunza kwenye email. Jifunze kuongea Kiingereza chumbani, ili siku ukitoka nje, najua kinaweza kukusaliti kidogo, lakini utajua. Kuna vitu unaanza kujiandaa mapema, kuna vitu unajistructure, unajua inakuwaje. Kwa mfano, wanasiasa wanatembeaje, wafanya biashara wanaongeaje, wanakaaje. Nataka kuanzisha biashara ya shilingi milioni 10, lakini sina milioni 10 kwa sasa, na shilingi 2000 ya kununua bando. Nitaingia mtandaoni nijifunze namna ya kufanya biashara ya milioni 10, ili siku nikianza niwe najua namna ya kufanya. Unajipanga kabla hujapangwa. Kwa wale vijana, tusimame kidogo, tuchukue akili hiyo ya kwanza. Wewe simama tu mahali ulipo, simama dakika moja. Nibakisha sio Bwana, ninaomba sana uwezo wa kujipanga sawa na maono, sawa na mipango niliyo nayo, sawa na maono, sawa na mipango niliyo nayo, kama Daudi alivyojipanga mapema. Bwana, ninaomba neema ya kujipanga mapema. Bwana, sema nami ninakoelekea, nionyeshe kwa maono, kwa ndoto, kwa sauti, kwa watumishi wako, ili nijue namna ya kujipanga na ninakoelekea mapema, kwa jina la Yesu. Unaweza ukaketi. Twende kwenye akili ya pili. Akili ya pili, akili ya kuandika na kuisema CV yako vizuri mpaka iwatetemeshe watu. Akili ya kuandika na kuisema CV yako vizuri mpaka iwatetemeshe watu. Anza kufanya mazoezi ya kuongea. Mimi ni nani? Ngoja nikwambie kitu. Kuna wale watu mnajiitaga I'm introvert, I don't like talking, mimi siwezi kuongea. Jifunze kuongea. Na ndio maana shule ya msingi tulikuwa tunafundishwa, sio siku hizi kama bado hapo. Shule ya msingi zamani tulikuwa tunaimbishwa, jieleze, tajieleza mama. Mimi hapa ni Chamweli, mama yangu ni fulani, baba yangu ni fulani, chajieleza mama, jieleze. Usipoweza kujieleza pale nyumbani, nafanyaga zoezi. Mwanangu namwambia simama hapa mbele, unaitwa nani? Siku ya kwanza nimemweka mbele, tumekaa nyumba nzima kama character assessment ya sekondari. Nikasema naitwa Samuel Mkombo Junior. Ameinamisha kichwa, nikamwasha kofi, nikamwambia inua uso, angalia straight mbele, jieleze. Utaniuza maana yake nini? Interview iko written na oral.
watu wanafaulu kwenye written, wanafeli kwenye oral. Labda hujaelewa. Mwenye akili asiyejua kuongea atatawaliwa na mjinga anayejua kusema. Maana yake sasa inabidi tuanze, jieleze vizuri. Unaitwa nani? Kwa akili ya kwanza ni uwezo wake wa kujieleza. Alikuwa na uwezo wa kuarticulate CV yake, anaweza kuzungumza akajieleza. Leo tuna idadi ya watu ambao they can't talk, na ndio maana kwenye interview wameweka oral inakuwa baadaye. Unaweza ukatijibia kwenye pepa, unaweza ukaandika vizuri. Haya, yale uliandika tuambie, unataka kuwa nani? Mwanasiasa. Tukikupa maiki unang'ata kucha, unatusumbua. Wewe unafikiri kusimama hapa mbele kuongea mbele yenu ni kazi rahisi? Njoo uchukue maiki. Panatisha hapa. Kuna kuaga na kajasho. Yaani wakati niko pale, mchungaji anasema baada ya hapo atakaribia mwalimu. Wangapi mshai kujua ukikaribishwa mbele za watu kuna kuaga na kajasho unakasikia peke yako kanatokaga hapa? Peke yako unakasikia kale kajasho. Lakini sasa tukinyamaza wote, tusiweza kuongea wote, tusiweza kutamka wote, tusiweza kujieleza wote, hata mbingu itakuwaje sasa? Mimi ndio maana hakuna watu nawaheshimu kama wainjilisti wa barabarani. Unakuta yuko stendi, Yesu anaweza, Yesu anaokoa. Kwenye spika hiyo unasikia mwingine anasema gari kionda, gari kionda. Hii lazima jitokeze watu waongee. Kwa hiyo cha kwanza, akili ya kuandika au kuongea CV yako au historia yako vizuri mpaka iwatetemeshe watu. Usikubali kirahisi tu. Hata kama unafanya kazi ya kawaida, itafutie jina la Kiingereza. Badala ya kusema mimi nafagia barabara, sema mimi ni road cleaning agency. Unatengeneza mfumo mzuri. Shida yetu tunakuwa na inferiority complex kubwa, huwezi kujieleza. Siku moja mchungaji mmoja anasafiri kwenda kwenye mkutano wa injili kutoka jimbo moja la Marekani kwenda jimbo lingine. Ameingia kwenye ndege, wamemkatia tiketi ya business class. Amekaa, kumbe amekaa na CEO wa kampuni moja mama. Wakiwa wamekaa pale kwenye ndege, akawa amechomoa kajarida fulani kwenye ndege. Yule mama akamwambia, hii ni kampuni yetu unajua, na mimi ndio CEO. Mchungaji akapitia ile jarida, wanafanya mamiradi makubwa, ni matrionea. Alafu baadaye yule mama akamuuliza, kwani wewe unaelekea kwenye business trip wapi na unafanya nini? Mchungaji akaona hapa nikisema mchungaji hapa inaweza ikaonekana kawaida. Akasema, mimi nafanya kazi kwenye shirika lisilo la kiserikali linaloshughulisha na miundombinu duniani kote. Shirika hilo linafanya kazi na miradi, tunawasaidia watu wasiojiweza tena bure kabisa. Tumefungua hospitali, tumefanya mambo mbalimbali, tena tunawasaidia hata wale ambao wamepoteza matumaini waweze kurudisha matumaini. Tupo dunia nzima, tena tuna watu ambao tunawasaidia wasiopungua bilioni 1. Hiyo ni idadi ya Wakristo. Akasema, na kwa sababu hiyo na mimi hapa ni mmoja wa wafanyakazi katika shirika hilo na naelekea kwenye. Yule mama akasema wow. Akumuuliza tu ni shirika gani, maana angemjibu kanisa. Sikiliza, uwe na uwezo. Biblia inasema katika Samueli wa kwanza hiyo sura ya 17 mstari wa 31 mpaka wa 37. Samueli wa kwanza 17 31 37. Na maneno hayo Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumuita Daudi. Akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yoyote kwa ajili ya huyu. Ona Daudi anavyoongea, anaambia asizimie moyo mtu yoyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, uwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ukijana tu na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Alivyoambiwa hivyo, Daudi akatoa CV yake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuja akija simba na dubu akamkamata mwanakondoo lile kundi, mimi hutoka. Mimi unayeniona hapa huwa natoka, alafu nifanyaje? Nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinulikia umshika ndevu zake, nikampiga, nikamua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu ametokana majeshi ya Mungu aliye hai. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, enenda na Bwana atakuwa pamoja naye. Ni yule Sauli aliyemwambia uwezi, baada ya Daudi
yake. Sauli yule akamwambia, nenda, usikubali kufa kinyonge, uwe na uwezo wa kujieleza. Hata ukiitwa kwenye interview, ukisimamishwa, unataka mshahara kiasi gani, taja namba witili. Unaweza kusema tu $1,000,000 inagawanyika kwa 2, waambie nataka mnilipe $937,470. Wakikuuliza kwa nini, ni kwa sababu nimepiga gharama za maisha, nauli ya kwenda na kurudi na maisha yangu, naona hiyo itatosha. Wataona una akili, sio unataja tu figure round off. 100,000 inagawanyika hiyo, weka na ka70. Bwana asifiwe sana. Na hisi dakika zangu zimeniishia kabisa. Anaweza kuendelea kidogo baba? Sawa. Sasa nataka tuende tukaombe dakika chache. Kuna wale watu ambao mimi siwezi kuongea. Leo tunakuombea mpaka uweze kuongea. Lazima uwe na uwezo. Umeonaga wale wanauzaga dawa kwenye mabasi, anapanda kwenye basi, jamani, dawa hii ukipigia mswaki meno yote yanatoka mafizi, yanageuka huku kulia kushoto, haina kilevi. Unashindwa kuuza hata bumunda. Uwe na uwezo wa kuelezea. Unaelezea vizuri. Uwe na uwezo wa kujieleza. Unasimama unajieleza. Mimi naweza hivi, naweza hivi. Ni mtaalamu wa kupika keki. Hebu tusimame kidogo tena. Yesu nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi Bwana Yesu, Yesu nakuita vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi nakuita. Bwana Yesu, niwezeshe Baba, niwezeshe kuongea, niwezeshe. Yesu nakuita vivyo. Nakujia na mimi maneno haya, sema: Bwana Yesu, ninaomba ujasiri wa kujieleza na uwezo mzuri wa kueleza CV yangu, uwezo wangu, mamlaka yangu, nafasi yangu, niweze kusema yale yote nilio na uwezo nayo. Bwana, nisaidie kuweza kueleza yale yote ambayo nina uwezo nayo. Kuanzia sasa sitaona haya wala aibu kueleza ninayoyajua, kueleza ninayoyaweza. Bwana, kwa neema yako nisaidie Bwana, kama Daudi alivyojieleza mbele ya mfalme, niwezeshe pia kujieleza mbele ya wakuu, kwa jina la Yesu. Amen. Unaweza ukaketi, mtu wa Mungu. Jesus. Nataka nikupe akili ya tatu hapa. Akili ya tatu bwana, inachekesha kweli. Inasema hivi: akili ya kujua wapi pa kugusa au kupiga ili kurahisisha mchakato wa kutoka kimaisha. Hiyo ni akili nyingine alikuwa nayo Daudi. Akili ya kujua wapi pa kugusa, wapi pa kupiga ili kurahisisha mchakato wa kutoka kimaisha. Kuna Wasukuma fulani waliimbaga wimbo unasema, ingekuwaje. Hebu shika kinanda kwanza. Ingekuwaje
jamani ingekuwaje, jamani nasema ingekuwaje kama lile jiwe lingemkosa Goliati, Daudi ungekoma ubishiwe. Oh, ingekuwaje jamani, ingekuwaje jamani, nasema ingekuwaje kama lile jiwe lingemkosa Goliati, Daudi ungekoma ubishiwe. Ingekuwaje jamani, ingekuwaje jamani, nasema ingekuwaje kama lile jiwe lingemkosa Goliati, Daudi angekoma ubishiwe. Ingekuwaje jamani, oh ingekuwaje, oh nauliza ingekuwaje kama lile jiwe Goliati angelikwepa, Daudi angekoma ubishiwe. Sasa kwenye maisha lazima ujue wapi pa kupiga, wapi pa kugusa. Sio kila biashara utafanya, sio kila fursa utachukua, sio kila uwekezaji utafanya. Daudi alipoenda kupigana na Goliati, anajua alivyovaa, anajua mabamba yake, anajua chapeo yake, anajua dirihi yake, anajua ulinzi alionao. Akafanyaje? Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 48 mpaka wa 49. Ingekuwaje, ingekuwaje, nauliza ingekuwaje kama lile jiwe nauliza ingekuwaje kama lile jiwe we lingemkosa Goliati, Daudi angekoma ubishiwe. Nauliza ingekuwaje kama lile jiwe lingemkosa Goliati, Daudi angekoma ubishiwe. Ingekuwaje jamani, ingekuwaje jamani. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 48 na mstari wa 49. Maandiko yanasema hivi: ikawa hapo Mfilisti alipojiinua akaenda akamkaribia Daudi, ndipo Daudi naye akapiga mbio akalikimbilia jeshi ili akutane na yule Mfilisti. Daudi akatia mkono wake mfukoni, akatoa humo jiwe moja. Aliokota matawe matano, ana contingency, ana akiba. Akatoa kwanza humo moja, akachukua humo jiwe moja, akalitupa kwa kombeo lake, akampiga yule Mfilisti katika kipaji cha uso. Jiwe likamwingia kipajini, akaanguka chini kifudifudi katika kipaji cha uso. Alijua wapi pa kupiga. Uliankulu. Sasa nyinyi uliankulu wakati naimba wote hapa mlikuwa mjazaliwa. Kabisa kabisa. Kabisa kabisa kabisa. Kwa kombeo Daudi alitupia jiwe lilojazwa nguvu za ajabu, likampiga Goliati katika kipaji cha uso akaua. Kwaya za zamani walikuwa watungi nyimbo, walikuwa wanatunga sauti kabisa. Nakwambia nyimbo ilikuwa ni mistari ya Biblia. Kwaya za zamani walikuwa watungi nyimbo hata mmoja. Kama uamini nenda kasome. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa kamilifu na mwelekevu, aliyemcha Mungu na kuepuka uovu. Ilikuwa siku moja au wanawe na binti zake walipokuwa wakila na kunywa katika nyumba yao, mjumbe akamlilia Ayubu na kumwambia. Ndio zamani walikuwa watungi nyimbo hata kidogo, wanatunga sauti. Tena nyimbo za zamani ukitaka ufanikiwe, ukishajua wimbo umejua step, walikuwa wanaga step. Yani unasikia tu, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa
Mungu na mwelekevu Siku moja au wanawe na binti zake walipokuwa wakila na kunywa katika nyumba ya ndugu yao, mjumbe akamlilia Ayubu na kumwambia. Hao ng'ombe walikuwa wakilisha na punda walikuwa wakichunga karibu nao. Mara Waseba wakaja wakawashambulia, wameua wale watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Alipokuwa kali akinena, akatokea na mwingine na kumwambia. Moto wa Mungu mshuka kutoka mbinguni na kuwateketeza wale ngamia. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Wanarudia tena, kukuwa kali akinena, akatokea na mwingine na kumwambia. Wanaona binti zako walikuwa wakila na kufanya karamu katika nyumba ya ndugu yao. Mara tazama, upepo kutoka upande wa mashariki ukaja ukaipiga ile nyumba katika pande zake 4. Naam, imeangukia hao wanao wote, nao wamekufa. Mimi peke yangu tu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Sikiza conclusion yao sasa wanavyomalizia. Wanasema, ndipo Ayubu kainuka, kalilalua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka mara hiyo na kusujudia, akasema. Sauti ya tatu sasa, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu niliuchi. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi wala kumwazia Mungu kwa upumbavu. Nasi pia, nasi tunapojaribiwa na mwovu, tusifanye dhambi wala kumwazia Mungu kwa upumbavu. Umeisha. Ukipiga wimbo wa Liankulu umesoma sura ya kwanza ya kitabu cha Ayubu. Wewe kama uamini nenda utasikia safari yao wana hivyo hivyo. Haya, turudi huku. Kwa hiyo Daudi alijua wapi pa kulenga jiwe liende. Sasa mimi sijui, kila mtu una maono yako hapa. Usisikie wenzako wamefanikiwa kwenye biashara ya forever ukaenda, labda wewe hautakiwi kwenye forever. Usikie wenzio wamefanikiwa kwenye biashara ya mazao, wewe ukaenda, labda wewe sio kwenye mazao. Usisikie wenzio wamefanikiwa kwenye biashara fulani na wewe ukaenda. Tafuta kile ambacho wewe ndio jiwe lako linatakiwa lipige hapo. Fursa yako imekaa wapi? Mpenyo wako umekaa wapi? Uwezo wako umekaa wapi? Neema yako imekaa wapi? Na kibali chako kimekaa wapi? Sasa ukawaambia na wenzako, wao wanakuja Kwa hiyo unaangalia, mimi nimesoma habari na mawasiliano kabisa, lakini na uwezo wa kufundisha neno la Mungu. Angalia mahali ambapo wewe unaweza. Usitafute kila mahali, usimwagike sana, usifanye kila kitu. Angalia, mimi uwezo wangu, jiwe langu nitalitupa hapa. Nataka tusimame kidogo, tuende mbele za Bwana akuonyeshe wapi pa kugusa, wapi pa kupiga, ili mchakato wako wa maisha urahisishike. Sikiliza, kama ni mfupi kama Zakayo, usipambane kupenya katikati ya watu, Yesu ataondoka. Tafuta mkuyu, angalia wapi unaweza. Tamka na mimi maneno haya, sema kwa jina la Yesu. Bwana, ninaomba unisemeshe wapi pa kugusa, useme nami nini cha kufanya, uniongeleshe mambo yapasayo mimi kuyatenda, ili ya kwamba niweze kufanya na kurahisisha mchakato wangu wa maisha. Bwana, kama Daudi alijua
Kwenye kifua Goliati hataanguka, kwenye mguu Goliati hataanguka, kwenye tumbo Goliati hataanguka. Akajua kwenye paji la uso, kwenye paji la uso. Na mimi kama kijana, Bwana nionyeshe wapi pa kugusa. Maisha yanabadilika, mifumo inabadilika, nionyeshe mahali ambapo mimi pananifaa, mimi pananitosha, ili ya kwamba maisha yangu yabadilike kwa neema yako. Rapakataya. Omba mbele za Bwana dakika chache, mwambie Bwana akuonyeshe fursa. Una uwezo, fursa bado zipo. Omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana. Mwambie Bwana, sema nami Bwana, nionyeshe mahali ambapo pananifaa, 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 pananifaa. Baba, ongea na watoto wako. Mmoja na mahali ambapo anaweza akavuka, ambapo anaweza akasogea. Muonyeshe Bwana wapi arushe jiwe lake, wapi awekeze pesa yake, wapi awekeze juhudi yake, wapi awekeze muda wake. Sema naye, sema naye. Tunapoondoka kwenye kongamano hapa, kila mmoja ajue kama Daudi alivyojua kwa neema yako Bwana. Amen. Unaweza ukaketi, mtu wa Mungu. Ni neema, ni neema, ni neema, ni neema imetuweka. Ni neema, ni neema, niliyodaiwa. Ni neema, ni neema, ni neema imeniweka. Ni neema, ni neema, ni neema imetuweka. Ni neema, ni neema, ni neema imetuweka. Baba, ni neema, mama, siku ya leo ni neema. Ujana wangu ni neema. Maisha yangu ni neema. Akili ya nne ambayo nataka kutoka kwa Daudi na wewe uwe nayo ni akili ya kujua namna ya kutengeneza vizuri jina lako na la familia yenu. Akili ya kujua namna ya kutengeneza vizuri jina lako na la familia yenu. Ukiajiriwa mahali, fanya kazi kwa niaba ya jina lako na familia na ukoo wenu. Ukiajiriwa mahali, fanya kazi kwa ajili ya kabila lenu pia. Kwa sababu nyuma atakuja mtu, ataajiriwa kwenye hiyo taasisi, ataulizwa unaitwa nani. Akija kwenye interview atasema naitwa Mkumbo. Atasema Mkumbo hawa. Sawa, hebu tuone cheti chako safi, CV imenyooka, tutakupigia. Ukiondoka wanajadili, wanasema tulikuwaga na Mkumbo mmoja hapa Kichomi, hawa umeharibu jina la ukoo. Ukipewa mahali fursa yoyote, beba jina la ukoo wenu, beba jina la familia yenu. Niko naongea na kijana mmoja hapa, inawezekana familia yenu haijawahi kutoa hata monitor, lakini katikati yenu watatokea viongozi ambao wanaweza wakafanya, na inawezekana mtu huyo ni wewe uliyekaa hapa. Nani ajuae Bwana anakuhitaji. Ukienda mahali, fanya kwa niaba ya ukoo mzima. Beba familia yenu mabegani. Jua kabisa kwamba some years to come kuna mtu anaweza akaja kwa jina hilo. Kama uamini wewe, angalia, kuna watu wamekufa lakini majina yao yanaishi. Zamani nilikuwa nasikiliza taarifa ya habari kupitia RTD, Radio Tanzania Dar es Salaam, baadaye ikabadilishwa inaitwa TBC. Ukisikiza habari TBC, swala sio taarifa ya habari, maana taarifa ya habari inaanza
Ifuatayo ni taarifa habari kutoka TBC FM. Msomaji wako ni mimi Samuel Mkumbo. Kwanza ni muktasari wake. Morogoro wanaanza, anapiga taarifa habari, alafu mwishoni anamalizia, anasema kwa kumaliza taarifa habari tusikilize tena muktasari wake. Anamaliza, akimaliza tu taarifa habari ya TBC, kinachonifurahisha sio taarifa habari, ni kile kinachofuata. Kinasemaje? Wosia wa baba, kama sio juhudi zako Nyerere, kama sio juhudi zako Nyerere, oh, kama sio juhudi zako, na uhuru tungepata, oh, kama sio na juhudi zako, kama sio wewe, kama sio juhudi zako, na uhuru yani huyo Nyerere huyo ameshakufa tangu mwaka 99. Kuna wengine mlikuwa mjazaliwa, mnaoitaka watoto wa 2000, jina lake lipo. Na wewe uliyezaliwa baada ya Nyerere kufa unaweza ukafa miezi mitatu akakusahau. Miezi mitatu mchezo, wanapanda mgomba na unaota na ndizi wanakula. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kufanya jambo, fanya kwa niaba ya familia, kwa niaba ya ukoo, kwa niaba ya jina lenu. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 55 mpaka wa 58. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 55 mpaka 58. Basi Sauli alipomwona Daudi akitoka ili kumwendea yule Mfilisti, akamwambia Abneri, jemedari wa jeshi, je, Abneri, kijana huyu ni mwana wa nani? Ninakuombea hapa, watu watauliza taarifa zako kwa wema katika jina la Yesu. Taarifa zako zitauliziwa, kijana huyu ni mwana wa nani? Abneri akamjibu, mfalme, kama ishivyo roho yako, mimi siwezi kusema. Basi mfalme akasema, uliza wewe, kijana huyu ni mwana wa nani? Hata na Daudi alipokuwa yuarudi kutoka katika kumuua yule Mfilisti, Abneri alimtwaa akamleta mbele ya Sauli. Mungu akusaidie upelekwe mbele ya wakuu, jina lako likatajwe mbele ya wakuu. Mwalimu, unajua mimi hapa familia yetu yenyewe inatokea sijui na njilinji ndani. Usiwaze, anaweza kumwinua mnyonge toka mavumbini. Na sikiliza, ukianza kufuatilia maisha yako kulingana na historia yako utakwama. Ukianza kupanga maono yako kulingana na bajeti yako utakwama. God's vision, God's provision. Mungu anajua namna ya kufanya. Weka malengo, yeye anajua namna ya kuyalipia. Usianze kusema unajua mimi hapa natokea Kiomboi huko ndani atanijua, nimetokea Kishumundu, nimetokea Kandete Tukuyu. Tulia. Mungu anaweza kumuinua mtu akampeleka mbele ya mfalme, akampeleka mbele ya Sauli. Sijui Mungu anaongea na nani, lakini kuna mtu una matamanio ya kufika mbali, na kuna watu unawaona wakati mwingine wanapita na ving'ora, wakati mwingine wanapita kwa mbali. Kiko siku Bwana atakukutanisha pamoja nao hata hautaamini. Akasema akampeleka mbele ya Sauli, naye anacho kichwa chake yule Mfilisti mkononi mwake. Ukienda kwa wakuu jua cha kupeleka, sio unaenda tu hivi hivi. Unajua mwalimu, sasa mimi sina kitu. Nenda hata na idea. Anacho kichwa cha Mfilisti mkononi mwake. Basi Sauli akamuuliza, wewe ukijana umwana wa nani? Wewe kijana umwana wa nani? Naye Daudi akamjibu, mimi ni mwana wa mtumishi wako Yese, mtu wa Bethlehem. Jina la ukoo limeshatajwa tayari. Tumesema kama Daudi. Tamani mtu mmoja ukitoka hapa, kuna siku jina lako liuliziwe, familia yenu iuliziwe. Sikiliza, usikubali kupotea kama upepo. Acha alama iliyo bora. Acha footprints ambazo ni nzuri. Hakikisha ukiondoka hapa duniani unaacha legacy. Watu wakitaka kuulizia habari za mtu aliyeishi. Ukishindwa kabisa, piga tu. Sikiliza bwana, haya maisha watu wanatajwa kwa wema au kwa ubaya. Wewe tamani kutajwa kwa wema. Hata Chifu Mangungo amepigwa mikataba ya ulagai na bado anatajwa. Usiondoke duniani hapa hata jina hujaacha. Uliishiaga wapi?
watu hawajulikani ulikuwa wapi. Nataka kila mmoja hapa uende na wewe ukakae chini umwambie Bwana, sitaondoka hapa duniani kama sijaliheshimisha jina la familia yetu au jina la ukoo wetu au jina la kabila letu. Siku moja baba yangu mzazi akinipigia simu, baba yangu mzazi kabisa. Mimi ni mtoto wa kwanza kwetu kuzaliwa na ni wa kiume peke yangu katika familia ya watoto watatu. Mimi wa kwanza, wanifuata wadogo zangu wa kike wawili. Baba yangu mzazi kanipigia simu kaniambia, Bwana asifiwe mwalimu. Nikasema mama yangu, baba kaniita mwalimu, huduma imekuwa. Si unajua wa mwisho kupokea neema yako ni wa familia. Kianza kuambia Yesu anaweza, anaokoa, anakuambia wewe Samu acha, wewe ndio ulikuwa unadokoa nyama kila siku. Wanakujua. Ukishaanza kuona neema, maana yake unajua huyu amebeba jina. Miaka ya nyuma tulikuwa na wimbo unasema, moyoni mwangu nimembeba Yesu, moyoni mwangu nimembeba Yesu, nimebeba jina kubwa linalosifiwa na wote. Imenipasa sasa kutenda mema moyoni mwangu, moyoni mwangu nimembeba Yesu, moyoni mwangu nimembeba Yesu, nimebeba jina kubwa linalosifiwa na wote. Imenipasa sasa kutenda mema moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu nimebeba jina, imenipasa moyoni mwako kijana, umembeba kijana wa Morogoro, moyoni mwako umembeba Yesu, umembeba Yesu, umembeba. Mama, kuna kitu nasikia moyoni mwangu. Kuna kijana mmoja, kama upo unasema nataka kutengeneza maisha yangu na Yesu. Kabla sijamalizia akili ya 5, kila unasema tunataka kutengeneza maisha yangu na Yesu, nilibebe jina hilo kwa ajili ya familia yangu, nilibebe jina hilo kwa ajili ya ukoo wangu. Nyosha mkono wako tu mahali ulipo, wala usipate shida. Sema tu, mimi nataka kutengeneza maisha yangu na Yesu. Who cares? Sometimes unasema watanionaje? Hata hawakuoni. Hata hawakuoni. They don't look at you. They even don't see you. Wewe na Yesu peke yake. Nasema no, inawezekana kwenye familia yetu alijawahi kutoka jina. Still bado umri wako unaruhusu fanya vitu vikubwa. Umri wako unaruhusu kufanya mambo makubwa. Nyosha tu mkono wako. Wewe unyosha mkono wako. Na una mikono kadhaa iko pale. Fungua hatua zako, sogea hapa mbele. Wewe njoo tu, usiogope. Hii madhabahu ni ya kwetu, njoo. Uwanja tumepewa leo. Hapa ni sisi na Yesu tu. Ndio tunacheza hii mechi. Njoo, beba vitu vyako. Chukua vitu vyako, kama ni mkoba ubebe, au kama mna mtu akumwacha. Beba Yesu moyoni mwangu, nimembeba Yesu, njoo. Nimebeba jina kubwa linalosifiwa na wote. Imenipasa sasa kutenda mema moyoni mwangu, moyoni mwangu, moyoni mwangu bibi, moyoni mwangu, moyoni mwangu,
ana dhambi nyingi. Hapana, inasema wema wa Mungu unakuvuta ili upate kutubu. Wengine wanafikiri kwamba labda umekosea sana, anasema hakuna anayekuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Nyosha mkono wako mmoja, alafu fuatisha mimi maneno haya. Sema, Bwana Yesu, asante kwa wema wako na uaminifu wako. Umeniita Bwana, nami nimeitika. Jina nililolibeba ni la familia kwanza, na la kwangu pia, na la kwako Yesu ndio jina kubwa kuliko yote. Ninaitwa Mkristo, ninaitwa mwana wa Mungu, nimehesabiwa haki. Kwa sababu hiyo natamani kubeba jina hilo kwa ushuhuda. Baba, nisaidie kwa damu ya Yesu, niweze kubeba hilo jina kwa neema ya Bwana. Baba, nirehemu, nisamehe mahali popote ambapo sikubeba jina lako dopo au ya familia. Baba, kwa neema yako ifutwe na neema mpya ikaonekane na mimi. Bwana, nisaidie kuishi maisha ya kukupendeza kuanzia leo, kwa jina la Yesu. Kama ulisema umemwona Daudi, mtu ambaye anaupendeza moyo wako. Bwana, natamani niupendeze moyo wako kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Asante Baba, maana watosha, utaniwezesha, najitoa kuwa wako. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, nikutumikie kwa uaminifu hata nitakapokufa, kwa jina la Yesu, amen. Shangilie Bwana wa mabwana. Jesus. Moyoni mwangu, moyoni mwangu, nimempata Yesu. Moyoni mwangu, nimempata Yesu. Naomba tusaidie. Watu wangapi tusaidie? Tunataka akili ya mwisho kabisa ni akili ya kuona fursa katika changamoto. Hiyo akili uwe nayo aliyokuwa nayo Daudi. Kama Daudi alikuwa na uwezo wa kuona fursa kwenye changamoto, na hiyo akili watu wachache sana wanakuwa wanaiposesi. Katikati ya changamoto kuna fursa. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 26 mpaka wa 27. Samueli wa kwanza 17, 26, 27. Daudi akaongea na watu waliosimama karibu, akisema, je, atafanyiwaje yeye atakayemuua Mfilisti huyo na kuwaondolea Israeli aibu hii? Maana Mfilisti huyo asiyetahiriwa ni nani atakaye hata watukane majeshi ya Mungu aliye hai? Atafanyiwaje mtu atakayemuua Mfilisti huyu? Atafanyiwaje? Kwa sababu ukienda kule juu, ukienda mstari wa 25, watu wa Israeli wakasema, je, mmemwona mtu huyu aliyepanda huko? Hakika ametoka ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakayemuua mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamuoza binti yake na kuifanya mbari ya baba yake kuwa huru katika Israeli. Atakayemuua huyo mfalme atamuoza binti yake, atamtajirisha. Ukiona uwezi kuwa kiongozi, tafuta mtoto wa kiongozi, oa.
Yaani mambo ni kufosi, unabaki tu nalalamika. Tafuta na wewe fursa. Daudi hakuwa kwenye nasaba ya ufalme, lakini alijua lazima nitakaa na mfalme kwenye kiti cha enzi. Sasa unaona wapi fursa? Ndugu mmoja alitoa story moja, akasema wanafunzi wawili walienda kwenye mji mmoja kufanya research. Wakiwa wanafanya research, wamekaa gorofani mjini. Mmoja akamwambia mwenzake, ona hao watu wanavyotembea pekupeku. Huu mji watu ni maskini sana, asilimia kubwa ya watu pekupeku namna hii. Afu mmoja akaitikia tu. Baadaye yule mmoja alivyorudi kwenye mji wake, akamwenda kumwambia tajiri mmoja, nimeona soko la viatu vya bei nafuu. Mmoja aliona watu maskini, mmoja aliona soko la viatu vya bei nafuu. Unaangaliaje changamoto? Meli moja iliharibika kwa muda mrefu. Kila mainjinia wakija kuitengeneza meli haitengemai. Baadaye wakamtafuta injinia mmoja mzee wa miaka mingi ambaye amestaafu. Akaja kwenye meli, akaanza kuzunguka siku kwa siku, anapita kitengo kimoja baada ya kingine. Baada ya siku kadhaa akaomba nyundo ndogo tu, akachukua akagonga mahali. Akamwambia, hebu washeni. Meli ikawaka. Wewe ameweza shingapi? Wakamuuliza, akamwambia ni dola 10,000. Wakamwambia, we mzee, kugonga nyundo tu ni dola 10,000? Akasema kugonga nyundo ni dola 1, ila pa kujua wapi pa kugonga nyundo ni dola 9,999. Ila nyundo yenyewe dola 1, wapi pa kuigongea ndio changamoto. Maisha haya kuna mahali ambapo fursa yako imekaa, lazima macho yako yaone, lazima uwe na uwezo. Omba Mungu akuonyeshe, omba Mungu akusemeshe kwamba Mungu nisaidie kuona fursa. Akili yako ina uwezo wa kuchakata, Mungu akupe neema. Akili yako inafunguka file after file, kujua katika kila changamoto unayoiona maybe ndani kuna fursa. Sometimes unatamani kuwaita wagonjwa wote waombee wapone. Kuna wakati unakumbuka Wakristo wako wengine wana maduka ya madawa na wanatakiwa watoe fungu la 10 mwisho Jumapili ya mwisho wa mwezi. Ujai kuonaga hospitali kuna kitengo kinaitwa customer care? Mgonjwa ni mteja. Kila mahali pana fursa. Sasa na wewe omba kwa Mungu akupe uwezo wa kuona fursa. Akili aliyokuwa nayo Daudi, hakumwangalia Goliati kama tu mtu mkubwa, alimuona Goliati kama fursa, kwamba huyu ni fursa kwangu. Tusimame wapendwa, na hivi ndivyo nitakavyokuwa nikimalizia. Mwambie Mungu, nipe akili ya kuona fursa, nipe akili ya kuona fursa. Mimi sijui, yamkini hata capital unajua nini cha kufanya, lakini mtaji mpaka sasa una. Wewe usiogope, Mungu anajua namna ya kufanya, yeye anajua namna ya kukutendea. Tamka na mimi maneno haya, sema: e Bwana Yesu, asante kwa wema wako. Akili hii ya 5 ya Daudi ya kutomuona Goliati kama kikwazo ila fursa, ninaiomba hiyo akili, ninaiomba hiyo akili, ninaiomba hiyo akili. Mazingira yanayonizunguka yana fursa, yana fursa, na mimi nisaidie kuziona, 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 na nianze mapema, nianze mapema, nianze mapema, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Baba, niwe na uwezo wa kuziona hizo fursa, niwe na uwezo wa kuziona hizo fursa, kwa neema yako, kwa neema yako, kwa neema yako, kwa neema yako. Bwana, ninatoka hapa nikiwa na uwezo wa kuona fursa, na nitaziona na nitazipata na kuzifanyia kazi ipasavyo kwa neema yako. Bwana, sitaondoka kama nilivyokuja, kwa jina la Yesu. Nisikize nikwambie kitu cha mwisho mpendwa. Mtu yeyote unayemwona kulia kwako na kushoto kwako hapa sasa hivi tulivyokaa, mbele yako na nyuma yako, yeyote unayemwona ana hela yako kwenye mfuko wake.
Shida ni moja, kuitoa hiyo hela bila kumkaba, ila anayo hela ya kwako. Kwa hiyo anza kutafuta namna, tengenezee andazi, tengenezee kisheti, tengenezee ice cream, tengenezee kitu ambacho hiyo hela ataitoa bila ya kumkaba. Kila mtu unayemuona, Mungu akupe hiyo akili, Mungu akupe huo ufahamu, Mungu akupe huo uwezo wa kujua pesa yako utaipata wapi. Duniani kuna kitu kinaitwa mzunguko wa pesa. Swala sio mzunguko wa pesa, swala ni wewe kuwepo kwenye mzunguko wa huo. Kwa pesa ina njia inapita. Je, wewe uko kwenye njia hiyo? Mungu akupe neema, akufungue akili kama ya Daudi. Ukimwangalia Goliati, unaona mke wa kuoa, unaona utajiri, unaona kuketi na mfalme. Tumeuona mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu, na umetutoa ye Baba, oh, mahali uliona pekee, chini 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 hata juu Baba, na tutalisifu Baba. Sifa na utukufu ni zako milele, na tutalisifu Baba, daima wewe wema tutaishi kwako, na tutalisifu Baba, daima wewe wema tutaishi, chini 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 hata juu watu na tutalisifu jina lako milele, tutakusifu daima wewe wema tutaishi kwako. Ongeza makofi mengine mengi kwa ajili ya Bwana. Ongeza makofi mengine mengi sana kwa ajili ya Bwana. Basi unaweza ukaketi hapo ulipo. Mungu akubariki sana.